Mtazamaji, tuambie mipango ikoje kuelekea pale Mwanza kukabiliana na Pamba Jiji siku ya Alhamis Machi 19. Tunaianza safari yetu usiku wa leo kuelekea Mwanza kwenda kuwafuata wapinzani wetu Pamba Jiji. Tunakwenda tukiwa tuko kamili gado, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Tuna uchovu wa kukosa mechi ya tarehe 14 dhidi ya TRA, lakini tumekusanya nguvu za kutosha za kwenda kucheza dhidi ya Pamba Football Club. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri, japo kwa muda mchache, lakini yamekwenda vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu. Mchezo dhidi ya Pamba inaingia katika orodha ya michezo migumu ya ligi kuu ya Tanzania. Mara zote mechi baina ya Pamba dhidi ya Simba huwa ni mechi ngumu kweli kweli, na haijaanza leo, ni historia enzi na enzi. Hata wakati wa Toto Africans ikicheza against Simba inakuwa ni mechi ngumu kweli kweli. Mechi ya Simba dhidi ya Pamba, Pamba yenyewe kabisa ya kina Fumo Felicia, ilikuwa ni mechi dume kweli kweli, na Pamba hii imerithi utamaduni huo wa kuipa Simba mechi ngumu. Kwa hiyo tunategemea kuwa na mechi ngumu kweli kweli siku ya Alhamisi ya tarehe 19. Tunalifahamu hilo na tunafanya maandalizi kulingana na aina ya mechi ambayo tunakwenda kukutana nayo, na tunaamini tutakwenda kupata matokeo mazuri licha ya ugumu mkubwa ambao tutakwenda kukutana nao. Mechi yenye ugumu kiasi hii, lakini pia muda ambao mmeupata wa hizi siku 2-3 umewatosha kiasi gani kwenda kucheza mechi hii? Alafu mbona leo sauti haitoki kabisa? Muda unatosha. Hata ukisema utoshi hauwezi kuongezeka tena. Kwa hiyo muda unatosha, tumeshafanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo na tuko tayari kwenda kupambana. Kwenye uwanja wa CCM Kirumba, ni historia gani ambayo mnapopata ratiba ya kwamba mnaenda kucheza uwanja CCM Kirumba inawajia wana Simba? Ziko kumbukumbu nyingi za Kirumba, lakini sisi na Pamba inatukumbusha ambapo tulikutana mara ya mwisho ilitokea sintofahamu ya pale na pale, lakini yote kwa yote mechi ilichezwa na mambo yakaenda vizuri. Tunaamini safari hii mambo hayo hayatojirudia, hayatojitokeza, na badala yake ni kwamba itakuwa ni 100% fair play, kila mtu apate haki yake. Semaji, umesema ni mna uchovu kuelekea mchezo huu, lakini kuna watu wanaamini kwamba mmepumzika muda mrefu. Nimesema nina uchovu Ni uchovu umesema kwamba kuelekea baada ya kucheza mechi ya na watu wanaamini kwamba nyinyi mmepumzika zaidi, pengine hili limekaa hivi. Hatujapumzika. Tunapumzika lini? Kwamba mjacheza mechi ya TRA. Sasa hiyo sio haijawa finyu kama ambavyo. Sasa hilo sio pumziko, kwa sababu maandalizi yote yalifanyika kuelekea kwenye mchezo wa TRA. Tulikwenda uwanjani kwa ajili ya kucheza na TRA, tukafika uwanjani lisaa 1:30 kabla. Tukakaa pale kwa zaidi ya nusu saa kusubiri hali ya hewa ikae sawa sawa. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba maandalizi yote ya mechi yalifanyika, uwanjani tulifika, lakini mechi haikuchezwa. Uchovu unaupata vile vile kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeshaandaliwa, kila kitu kinakuwa kimeshafanyika. Mbona juzi zimeenda kwenda kumjulia hali ya Abdulrazak Hamza? Kuna taarifa nyingine mpya ya kikosi kuhusiana na ambao walikuwa na majeraha na hali zao mpaka hivi sasa? Na majeruhi tuliokuwa nao ni wale akina Kamara, Bajaber, Hamza, Nangu, Yakubu. Wengine wanaugua wanapona, kwa mfano kama Baraka Mwangosi aliumia katika mchezo dhidi ya Singida. Mechi ya TRA ilikuwa anaokosa mchezo huo, bahati mbaya mchezo haukuchezwa, kwa hiyo mechi hii anaweza akarejea. Kwa hiyo majeruhi tuliokuwa nao hivi sasa ni wale ambao wanaumia siku 2 anapona anarejea, wengine wanajikaza wanaendelea na mechi, lakini majeruhi wa kudumu tuliokuwa nao ni wale 5 ambao hao mustakabali wao ni mpaka mwisho wa msimu huu. Msemaji, umezungumzia sintofahamu ambayo ilijitokeza kwenye mechi ya mwisho pale CCM Kirumba.
Pengine hii inawapa hofu kuona pengine ikitokea kama yale itakuwaje sasa? Hofu gani? Labda sisi hatuna hofu yoyote. Mazingira yakiwa yanaruhusu mechi kuchezwa yatachezwa. Mazingira yakiwa hayaruhusu mechi kutochezwa haitochezwa, na mwenye mamlaka ya mwisho wa kuakhirisha mechi ni bodi ya ligi. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kufika uwanjani. Tukifika uwanjani mazingira hayaruhusu mechi kuchezwa, wenye mamlaka watatuambia mechi hii haiwezi kuchezeka, basi tunaondoka. Tulifanya hivyo pale Tabora, tunajiandaa kwenda uwanjani, tukaambiwa bana, kulingana na hali ilivyo mechi hii haichezwi, fanyeni muondoke mrejee Dar es Salaam. Tukafanya hivyo. Mechi ya juzi tumefika mpaka uwanjani, tukaambiwa bana, uwanja huu ni mbaya, maji yamejaa, mechi haiwezi kuchezwa, tukaondoka. Kwa hiyo sisi tunafuata maelekezo ya mamlaka na hatuna hofu yoyote. Kwa sababu mechi iliyoakhirishwa itapangiwa muda mwingine, tutacheza tu. Yaani mechi ya ligi kuu ni sawa na kifo, kama nitakuwa sijakufuru kufananisha. Haikwepeki, haikimiliki, yaani iko pale, mtacheza tu. Kwa hiyo mechi zetu hizi mbili za viporo dhidi ya Coastal Union, dhidi ya TRA, muda wake utafika, tutacheza tu. Ninyi vita yenu ya ubingwa ipoje? Na nyinyi naamini msimu huu bila kutumia nguvu ya ziada vita itakuwa ngumu sana. Hakunaga vita ya ubingwa nyepesi. Vita ya ubingwa lazima iwe tough kweli kweli. Na vita ya ubingwa mwaka huu ni ngumu pengine kuliko mwaka jana, mwaka juzi na miaka mingine. Na sisi tunaamini tumerejea rasmi kwenye mbio za vita ya ubingwa. Tukiangalia msimamo wa ligi unatutamanisha kuelekea kwenye ubingwa. Tunaamini kabisa hapa tulipo, tukiongeza ushindani kidogo tu tunakwenda kutimiza malengo yetu, kwa sababu ukimwangalia anayeongoza ligi ambaye yuko juu yetu ametupita alama 3. Alama 3 ni mechi moja, na hiyo mechi moja sisi na wao bado hatujakutana round ya pili. Maana yake ni kwamba anaweza akashinda mechi zote anazoshinda na sisi tukashinda mechi zetu zote, alafu tutakapokutana sisi na yeye ndipo ambapo tutaamua nani awe bingwa msimu huu. Ukiwa katika mazingira kama hayo, unaweka hai matumaini ya ubingwa. Katikati hapa tulikuwa tunakaribia kupotea kwenye vita ubingwa. Baada ya kuachwa almost alama 7, sijui alama ngapi, tukawa tunaelekea ukingoni kwenye hii vita. Lakini sasa vita ya ubingwa imeanza upya, inatamanisha. Kila ukiangalia msimamo unapata tumaini jipya kwamba hapa ninaweza na mimi nikafanya jambo. Yaani yule aliyokaa mbele ni kama anatutingishia hivi. Kwa hiyo na sisi tunatamani ya kwamba tunaweza tukapata kitu pale na kwa hiyo msimamo ufanya unatingishika. Tunatamani kufika pale ili tuweze kutimiza malengo yetu ya kuchukua ubingwa msimu huu, lakini haitokuwa rahisi na wala haitakuwa nyepesi. Ni vita mpya hii ambayo tunapaswa kupambana nayo kwa jicho na macho, na mimi niwaambie wana Simba ya kwamba hii vita ni ngumu kweli kweli. Ubingwa haijawahi kuwa vita nyepesi, na kwa sasa wana Simba wote tushikamane. Nguvu kubwa ambayo tumeitumia kupunguza gepu na kufikia alama 3, tuitumie vita hiyo tupunguze gepu na hatimaye tuweze kufikia malengo makubwa ya kuchukua ubingwa msimu huu. Ndio uchambue mechi yao, semaje? Ndio uchambue mechi yao. Mechi gani? Eti on target moja, wataka washindeje? Ile haikuwa Yanga. Semaje siku hizo umekuwa mchambuzi? Mimi tangu zamani mchambuzi. Si ndio nikotokea huko. Mchambuzi. Kumbe ile mechi kitaalamu pia uko unaiangalia kitaalamu. Sijaangalia ila unachambua vipi? Na uwezo wa kuchambua kitu ambacho sijakiona. Au ulishaiona? Hapana. Au ulihadithi? Mimi na uwezo wa kuchambua kitu ambacho sijakiona. Ndio tunaanza kupata shaka. Siku ile unaulizwa
unatamani nani afungwe, utasema ngoja nikaangalie kwanza mambo vipi, matokeo yana faida kwenu au kuna mtu atakuwa hapa? Ningetamani sana angefungwa yule bwana mwingine, ningetamani sana kikweli, ningetamani sana kwa sababu ana kirekodi chake cha mchongo, anajivunia sijui unbeaten, umeona bana, wakati sisi tunajua ya kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 kafungwa. Sasa wao wakikaa unajua hajafungwa tangu mwaka jana, sijui ana mechi ngapi hajafungwa, wakati tarehe 1 mwezi wa 3, yani juzi tu hapo amefungwa goli 1 bila. Umeona bana, tumemfunga kaka, tumemfunga, yani wewe usitake kukurukuka, tumemfunga. Waambiwa nisubiri. Umeona bana, tumemfunga. Kwa hiyo nilikuwa nataka yule bwana mwingine naye amfunge ili kuondoa ako kakichaka ka rekodi ambako wanatamba nako, lakini tutaka zaidi kuona gap linapungua, kwa sababu kama angefungwa manake gap lingekuwa pointi 2 pekee. Gap la pointi 2 manake hapo ngoma ni yena. Hapo unahitaji mechi moja tu, unashinda, unakaa juu, unakuwa unaongoza kwa alama moja zaidi. Kwa hiyo ikapatikana sare, sio mbaya sana, kwa sababu imesaidia kupunguza gap kutoka 5 mpaka 3, na tunaanza kulifanyia kazi hilo gap la pointi 3, namna gani ya kuliyeyusha. Niliwaambia siku moja gap la pointi 5 tutaliyeyusha mithili ya theluji inavyoyeyuka juu ya mlima Kilimanjaro. Ndo ilikuwa ndo kazi iko. Sasa ndo wanasema wenye mapenati, na kwa tukiangalia pale wenye mapenati ngoja tusubiri bodi ya ligi wakitoa taarifa yao, wanaweza wakatoa taarifa wakasema penati halali kama ilivyokuwa goli halali. Wapo wamenyimwa penati halali. Tuambia nendeni mkapige penati yenu. Nimeona pia kuhusiana na andiko lako, wao wapinzani wenu, kwa maana in fact ni kwamba sasa hivi kumekuwa na makelele mengi sana ya wapinzani wetu, na haya makelele wanayapiga makusudi ili kudivert akili za mashabiki wao. Ikitokea wamekosa ubingwa, basi mashabiki wajue kuna multi reason zilizopelekea kukosa ubingwa. In fact ni kwamba hoja ni moja tu ya wao kukosa ubingwa, ni kuwa wana timu mbovu. That's it. Na timu mbovu inakuja kutoka kwenye usajili mbovu. Sasa wanataka kuhama hapa kwenye timu mbovu na usajili mbovu. Kwa hiyo wamekuwa na hoja vingi, mara ratiba, mara tunacheza wengine wachezi, mara sijui majeruhi, mara sijui matope, mara yani unaona ni watu ambao wanatafuta sababu za ziada, wanaziweka pale ziada. Ikitokea wamekosa ubingwa, wanazichukua zile sababu na mashabiki wao mnawajua jinsi walivyokuwa sijui mnanielewa kwa hiyo watazichukua zile sababu, wataanza unajua mwaka huu wenzetu wamecheza hawajacheza, unajua majeruhi, ratiba unajua wale. Kwa hiyo wanawatangulizia hizo, hawataki sababu ya msingi ikajadiliwa. In fact ni kwamba wanaogopa moto wa Simba Sports Club tunaokuja nao, wanahofia ushindani wa mnyama tunaokuja nao. Mitego yote ambayo wametuwekea tumeifyatua, kasoro wa Dodoma Jiji na bado hatujamalizana naye. Mitego yote ambayo wanatuwekea tunaifyatua mfyatuo mbaya. Yeye mwenyewe ameponea chupu. Sasa wameanza kutafuta sababu mapema. Uhalisia ni kwamba wanaiogopa timu yetu, wanahofia ubora wetu, wanamwogopa Libase Geye, wanamwogopa Anicet Oura, wana mashaka na Yusuf Kagoma, hawana imani na ubora wa timu yetu, wanapata mashaka. Ndio maana wameanza kutanguliza sababu. Mimi niseme tu kwamba hizo sababu zote hazina mashiko yoyote. Ratiba ngumu kila mtu anayo. Ukitoa mechi hii ya TRA ambayo imeahirishwa kutokana na sababu za mvua,
Sisi tungecheza, tungetoka pale, tungeenda kucheza Mwanza, bado tupo kwenye mbanano ule ule, hakuna ambaye yuko honeymoon. Na kama issue ni majeruhi, wao wana majeruhi wanakaa wiki mbili wanarudi, sisi tuna majeruhi wanakaa msimu mzima nje. Yuko wapi Abdulrazak Hamza? Huyo namzungumzia beki wa kikosi cha kwanza, yuko nje muda huu anauguza mguu. Yuko wapi mlinda mlango namba 1 wa Simba Musa Kamara? Yuko nje muda huu. Yuko wapi Mohamed Bajaber? Hata kumfaidi hatujamfaidi. Yuko wapi Wilson Nangu kitasa huyo wa kikosi cha kwanza? Yuko nje. Sasa sisi tuna majeruhi ambao watarudi mwakani na hatuwazi, tunapambana, hatulalamiki, tunapambana. Kwa hiyo tuendeleze msondo. Haya maneno ya kutafuta sababu hayawezi kuwasaidia. Bila shaka. Bila shaka. Bila shaka. Bila shaka. Mtajie pale usajili gani mzuri mwaka huu? Wanabambia bambia. Kamara. Depo. Wavunja kuni wote. Maria Depo. Alan Okelo. Chuma kutoka Uganda. Si bora Dennis Nkane anazima vizuri tu hapo. Nkane ndio maana mnawatamani tena kumbe. Nkane na ule dogo? Yaani Nkane na Okelo? Nkane mtu wa maana kaka, labda kwa sababu hajui Kiingereza. Nakwambia Dennis Nkane. Utamlinganisha na huyu? Ndio kwa mkiana anatoka Buza, ndio maana namchukulia popo. Jamani, acha mimi ni wife flight.